ya afya yake akagundulikana na mambo mawili, ambao jambo la kwanza akagundulikana na changamoto ya kisukari. Jambo la pili, aligundulikana Bi Khadija ana tatizo la mafuta katika ini lake. Changamoto ya sukari wala haikumtia stresi, ila mafuta katika ini ndio alomtia stresi, kwa sababu hilo jambo kwake ni jipya. Lakini katika changamoto ya kisukari, kwa nini haijamtia stress? Kwa sababu yeye anajua haya ni maradhi ya familia, haya maradhi ni ya urithi. Sasa jambo hili ndo nataka tuongee leo hii. Nataka tuelekezane, tupiane elimu mbili tatu, alimradi kila mmoja ajue exactly vipi anaishi na familia yake na vipi watoto wake anawalinda kutokana na hii changamoto ya kisukari. Kwa sababu mfano tukimchukulia Bi Khadija, bila shaka na asilimia fulani upo uwezekano na wanawe wakapata kisukari. Labda Bi Khadija, naomba ufungue mic kama upo, ili swali niweze kukuuliza wewe kama wewe direct. Bi Khadija, siku hizi tuna Bi Khadija wengi. Bi Khadija wajana, Khadija wajana, na Khadija hapa. Khadija gani huyo? Khadija Msongo. Dadangu Bi Khadija Msongo, fungua mic yako tafadhali. Bi Khadija naona anahangaika kufungua mic. Okay, akifungua tunaweza tukamuuliza, au kama inakusumbua mic huna haja ya kufungua, funga kamera yako na kufungia kamera yako ili kuendelea. Jana Bi Khadija alisema hivyo, na bila shaka tulio wingi humo tuna wasiwasi na familia yetu. Yani pengine tunapata hofu, familia yetu itakuwaje hali ya kuwa sisi tuna sukari na sukari ni changamoto ya kurithi. Sasa jambo hili ndo nataka niliongelee leo. Tafadhali kaa vizuri. Kama sehemu ulokaa na watoto, ondoka kakae sehemu nzuri ili ujue nimeshafungua mic unawalinda watoto wako. Asante Bi Khadija. Bi Khadija, jana ulituambia hili jambo halikukutia hofu kwa sababu familia takriban wote wamepata sukari. Una matarajio gani kuhusu wanao na changamoto ya kisukari? Nimeshaanza mapema kuchukua tahadhari, lakini kabla ya kuingia kwenye hili grupu maisha yalikuwa ni ya kawaida tu, kwamba msitumie sukari sana, kwa sababu mimi situmii sukari kwa ajili ya maradhi, na msiendekeze sana sukari, mnaweza na nyie mkaja mkaangukia huko. Lakini hakuna mabadiliko kwenye maisha yao, wanakula kama kawaida hivi bajia, yani vitu vyote vya sukari, vya mafuta, vya kukaanga, vyote yani mimi ambavyo sili, lakini wao wanakula. Haya, Kwa hiyo swali langu ninalokuuliza mimi ni hili. Ndio. Una hofu yoyote kuhusu wanao, huenda wanao wakapata changamoto ya kisukari kwa vile hili jambo katika familia lipo? Inawezekana, lakini kupitia grupu hii kama watabadilisha mtindo wa maisha basi watakuwa wameepuka. Maana yake nje ya hili grupu bila shaka una hofu, si ndio? Hofu ninayo. Good. Hiyo ndo point yangu. Asante, naomba ufunge mic yako. Bila shaka sisi sote ni watu wazima na tuna watoto na sote tunaishi lakini kwa kukea familia yetu, ndio maana tunawasomesha. Mtu akiwa na uwezo familia yake anaipeleka katika skuli nzuri, anatafutia walimu wazuri, na vile vile lazima ajali kuhusu afya yao. Kwa vile tunajua sisi sukari ni jambo la urithi, lazima litatupa mashaka na wasiwasi kuhusu watoto wetu, ima tukiwa hai au baada ya kuondoka duniani. Je, wao wataishi vipi na hii changamoto ya kisukari? Swala la urithi wa sukari special, hili ndo ninaloliongelea leo. Sukari ukweli hasa ni ya urithi, yani sukari mtu anarithi. Sukari mtu anarithi vipi? Hapa ndo tunataka tuongelee. Kuna sukari type 1 na kuna sukari type 2. Sukari type 1 direct mtu anaambiwa amerithi. Kwa nini tunaambiwa huyu amerithi? Kwa sababu tangu huyu anazaliwa imetokea mistake katika tuseme vinasaba vyake. Imetokea mistake katika vinasaba vyake mpaka na yeye anafanikiwa kupata changamoto ya kisukari type 1. Ndio maana sukari type 1 mara nyingi wanapata watoto. Maana yake hii inakuwa tunasema kitu kinaitwa
tunasema autoimmune system, manake kinga yako ya mwili inakuwa inaishambulia kongosho lako, inashambulia seli za kongosho. Kuna kitu kinaitwa kongosho, nadhani kila mtu anakisikia na kitajataja kongosho ambayo kitaalamu tunaita pancreas. Kongosho ni organ ambayo imo ndani ya mwili wetu. Kazi kubwa ya kongosho ni kuzalisha homoni ambayo yanaitwa insulin. Moja ya kazi yake kubwa hasa kongosho ni kuzalisha homoni huyu anaitwa insulin. Na huyu homoni kongosho limetengenezwa na seli nyingi. Mfano kama jicho letu, ukiliangalia jicho letu limetengenezwa na seli nyingi. Kuna seli ambazo ni hizi nyeupe unazoziona, kuna seli nyeusi unazoziona, na kuna seli nyingi ndani ya jicho. Sasa na kongosho liko vile vile, lina seli nyingi. Moja seli zake zinaitwa beta cell. Hizi beta cell kazi yake kubwa ni kuzalisha insulin. Insulin kazi yake kubwa ni kuichakata sukari ndani ya damu, akaiingiza ndani ya seli zetu ili ikaweza kutumika. Manake mtu alokuwa hana changamoto ya kisukari, kongosho lake linakuwa linazalisha insulin wa kutosha ili aichakate sukari katika damu, halafu aiingize ndani ya mwili. Sasa mtu mwenye changamoto ya type 1, manake kinga yake ya mwili mwenyewe inakuwa, tukisema kinga ya mwili ni seli maalum ambazo umekula chakula, kile chakula kina bakteria, wale bakteria wakaingia ndani ya damu, lengo la bakteria wakushambulia wewe uumwe, ukiregea ufe. Sasa ile kinga ya mwili, zile bakteria zikiingia ndani ya damu tu, maana katika damu ndo uwanja wa mapambano. Zikiingia ndani ya damu tu, kabla hazijaingia katika seli, zinaenda kushambuliwa na kinga ya mwili. Nyingine zinakuwa zinafanikiwa kuingia ndani ya seli. Zikiingia ndani ya seli, vile vile zinaendelea tena kushambuliwa ndani ya seli mule mpaka zinakufa, alafu ende unapata afya. Na dalili kubwa wewe umeingia, umepata mfano bakteria, umepata tunasema niseme nini, maambukizi ya aina yoyote, ndo temperature yako inapanda. Maana ile temperature kupanda ama ile homa kupanda ni dalili ya kuwa mazingira ya mwili wako yanakuwa sio rafiki kwa wale wadudu walioingia ndani ya mwili wako, alimradi waweze kufa tu. Sasa ile kinga ya mwili baada ya kushambulia hivi vijidudududu vinavyoingia ndani ya mwili wetu kule tuletea athari, lakini vinakuwa vinaishambulia beta cells za kongosho kimakosa. Manake zile beta cells za kongosho zinashambuliwa kama ni wadudu ambao wanaweza kuleta maradhi, manake zinashambuliwa kimakosa. Sasa jeshi la mwili wako baada ya kushambulia bakteria, linashambulia bakteria, lakini vile vile at the same time zinaenda kushambulia kongosho lako, beta cells za kongosho lako kimakosa. Hazitakiwi zishambulia, lakini zinashambulia. Zikishambulia zile beta cell, manake beta cell zinaondoa uwezo wake wa kuzalisha insulin. Manake zikishambuliwa zitakufa, manake zinashambuliwa kisawa sawa mpaka zinakufa. Zikifa zinakuwa hazizalishi insulin. Zikiwa hazizalishi insulin, wewe ndo unapata kisukari type 1, unashinda kuzalisha insulin. Sasa hii inakuwa mara nyingi wanapata watoto, na hii inakuwa sio tatizo lake, tunasema hii just ni vinasaba tangu alipozaliwa, hii kesi imetokezea, na mtoto anakuwa solution yake ni kuendelea kuchoma insulin maisha yake yote. Na mara nyingi sisi mtu tukigundua kama ana changamoto ya type 1 ya sukari, hata kama anataka kulipia program, basi sisi huwa tunamzuia, tunamwambia tafadhali usilipie program ya 7 day challenge, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kukusaidia wewe ukapona kisukari. Huo uwezo hatuna. Tunamwambia mapema kabla hajalipia. Na mfano akilazimisha akitaka kulipia, mimi nataka nilipia angalau nijue vipi nitaishi tu na hii sukari, basi ikiwa tumetoa ofa ya 700,000, yeye tunampa ofa ya 300,000. Na kwa nini tunampa ofa ya 300,000? Kwa sababu vovote tutakavyofanya hatuwezi tukamsaidia akapona kisukari abadan, kwa maana hatuwezi kuchukua pesa yake.
Ndio maana mapema huwa tunamwambia wewe usilipie, labda cha kumsaidia ni kumpa kirutubisho tu ili kiweze kumsaidia, lakini still hata tukimpa kirutubisho lazima ataendelea kuchoma insulin. Sasa hiyo ndio type 1 hiyo. Tuje katika type 2 ambao asilimia kubwa sisi humu ndo tunayo. Hii mara nyingi ukienda hospitali unaulizwa, je, una changamoto kwa familia yako ina changamoto ya kisukari? Mara nyingi unakuwa unaulizwa hili swali. Ndio, basi umerisi sukari. Hii inatokea vipi hii? Na sometime kwa nini sisi tunakwambia ni mfumo wako wa maisha, wewe umekunywa masoda sana, umekunywa majuisi sana, umekunywa pombe sana, halafu huku hospitali unaambiwa umerithi. Hii inakuwaje? Imekaa vipi? Hii inacheza sehemu zote mbili. Katika vinasaba ambavyo tumezaliwa navyo ama tumerisi kutoka kwa wazazi wetu, kuna kitu kinaitwa genetic predisposition. Hichi kitu tunakuwa kipo hichi katika miili yetu. Nini maana genetic predisposition? Mfano, ili tufahamiane, kuna familia miili yao ni obesity, yani ni mabonge. Kuna familia hiyo. Sasa wamezaa mtoto ambaye ni ya kawaida, sio bonge, lakini watoto wao kila siku zikenda wanakuwa mabonge, kila siku zikenda wanakuwa mabonge. Hii kitu vile vile inaitwa genetic predisposition. Ikiwa wazazi wako wana tatizo la ubonge katika familia, umezaliwa katika familia ya ubonge, maana yake mtoto wewe kama umezaliwa katika hiyo familia una machaguo mawili. Chaguo la kwanza, na wewe uwe bonge kama walivyokuwa wazazi wako, na chaguo la pili usiwe bonge, ambayo itakuwa ni tofauti na familia yako. Vipi utakuwa bonge? Vipi utachagua kuwa bonge? Na vipi utachagua wewe usiwe bonge? Sasa hapa ndo tunakuja katika ile lifestyle. Ikiwa utakula vyakula ambavyo kama vile wazazi wako wanakula, mfano utakula na wewe mfano machokoleti, ukilala utakula ushibe ndo ulale, utakuwa mzembe yani katika vyakula, basi na wewe utakuwa bonge kama familia yako ilivyo. Maana yake utarithi huu bonge. Lakini mfano familia ile ile muna mtoto wa kulea ambao wao asili yao sio bonge. Huyu mtoto wa kulea ni umri wake ni rika na mwanao. Huyu mtoto wa kulea umri wake ni rika ya mwanao. Maana yake chakula anachokula mwanao na chakula anachokula yeye ndo hicho hicho. Mwanao ukimpa chokoleti na yeye unampa chokoleti. Mwanao ukimpa dona na yeye unampa dona. Maana yake ile lifestyle yake yeye na ya mwanao ni sawa sawa. Hawa unaweza ukawapa vitu vyote sawa sawa, lakini still mwanao anaweza akawa bonge, huyu mwingine upo uwezekano asiwe bonge. Hali ya kuwa vyakula wanavyokula ni vile vile. Hii ni kwa nini? Ndio hiyo tunaita genetic predisposition. Mwanao ulivyompa vyakula vya uzembe, amekurithi, amekuwa bonge na ye. Lakini huyu vyakula vile vile ulivyompa mwanao, lakini hana chembe chembe ya urithi wa ubonge, upo uwezekano yeye akaendelea kuwa kimbaumbao vile vile. Hii ndo tunaita genetic predisposition. Maana yake una nafasi na wewe kurithi jambo fulani ikiwa utafanya 1, 2, 3. Lakini jambo fulani vile vile una nafasi usilirisi ukiwa hutofanya jambo 1, 2, 3. Maana hii ndo tunaita genetic predisposition. Maradhi haya kama huwa ubonge, ambayo ipo hii issue inaitwa genetic predisposition. Cancer, ipo hii issue inaitwa genetic predisposition, pamoja na hii changamoto tunayoizungumzia sisi ya kisukari. Sasa ikiwa katika familia wana changamoto ya kisukari, halafu na watoto wao wakawafanya wazembe, wakakuwa na wasiwape soda, wape juisi tu, wape machokoleti machama, basi watoto wao wana asilimia kubwa kupata sukari kuliko watoto wa jirani yao, ikiwa jirani yao hawana changamoto ile ya kisukari katika familia yao. Mfano mzuri, Bi Khadija jana ameongelea kuwa yeye alipopata sukari halikumshtua hili, kwa sababu kwao watu changamoto ya kisukari wanayo. Sasa na yeye katika mindset yake
anajua kuwa wanangu, upo uwezekano nao watapata sukari, kwa sababu hii asili na sisi tunayo. Hiyo ndio hiyo genetic predisposition. Kwa maana wanawe akiwafanya wao, akiwa wazembe, wanawe watapata changamoto ya kisukari, yani ni lazima. Akiwa pale majuisi tu, akila chakula cha mchana alafu ashushie na juisi tu, basi inatosha wanaye kupata changamoto ya kisukari. Lakini akianza kuwalinda sasa hivi, basi hawatoweza kupata changamoto ya kisukari, hata kama kwao familia nzima wana sukari. Ndio tunaita genetic predisposition. Ndio maana ukienda hospitali, daktari akipata wasa wa kukuhojihoji, anakuuliza hili swali, nyumbani wanayo changamoto ya kisukari? Unajibu ndio. Lakini ushajibu ndio, halafu unaambiwa fuata diet. How come, inakuaje? Hili jambo mimi nimerithi, halafu unaniambia nifuate diet. Nifuate diet kwa mantiki gani? Au sasa mimi ni sharisi, wanangu kwa nini wafuate diet? Na hili jambo ni la kurithi. Kwa la kurithi watarithi tu. Kwa maana hiyo, ukiwa familia ina changamoto ya kisukari, maana yake mtoto wake kumzaa tu tayari ana 50% ya kupata sukari. Hapo inalobakiwa ni lifestyle yake, ni uzembe katika mfumo wake wa maisha. Akiwa mzembe katika mfumo wake wa maisha, basi hana sababu naye asipate sukari. Hili ni jambo la kwanza ambalo ndo hii genetic predisposition tunaiongelea. Lakini jambo la pili, mara zote lifestyle sisi tunarisi kutoka kwa wazazi wetu. Ndo ilivyo familia zote dunia nzima, lifestyle tunarisi kutoka kwa wazazi wetu. Mfano, nyumbani huku, nyumba nyingi ukenda asubuhi, watakuwa chakula chao urojo na boflo. Visiwani huku urojo na boflo. Mchana wanakula wali, usiku wanaweza kala boflo na kitu kingine chochote cha kutolea tolea. Ikiwa watu wana uwezo watakula mayai, ikiwa watu wamebakisha maharagwe mchana watakula boflo na maharagwe, ama wengine watatafuta urojo watakula urojo. Ndo lifestyle ya visiwani. Maana yake watu wote wanarisi hili jambo. Mfano tuangalie Tanzania bara. Mara nyingi watu chakula cha mchana wanakula ugali, ikiwa dona, ikiwa sembe. Lakini usiku wanakula wali. Maana hii ndio lifestyle yao, kila mmoja anarisi lifestyle kutoka kwa wazazi wake. Sasa ikiwa familia yako sasa binafsi, sasa tuingie individual katika familia yako wewe. Ikiwa familia yako asubuhi unakula chakula cha kawaida, asubuhi tu unashushia na juice. Zipo familia nyingi hizi, hata maji hatunywi, tunaanza kula chakula tunashushia na juice. Pengine hatunywi hata chai. Chakula tunachokula tunashushia na juice mchana, asubuhi, mchana halikadhalika, na usiku halikadhalika. Na upo uwezekano mchana tukashushia na soda haswa, au pengine tuko makazini tunashushia na soda. Ndio lifestyle ambayo tumerisi kwa wazazi wetu. Kwa maana lifestyle hii elewa na watoto wetu watairithi. Kwa maana pengine sisi katika familia hatuna changamoto ya genetic predisposition, lakini tuna lifestyle mbaya. Sasa watoto wanarisi lifestyle mbaya, kwa vile wanarisi lifestyle mbaya inakuwa sababu ya wao kupata sukari. Lakini tunaweza tukajiuliza swali, kwa nini sisi lifestyle yetu tumerisi kutoka kwa wazazi wetu, lakini wazazi wetu hawakupata sukari, sisi tumepata sukari? Hilo swali unaweza ukauliza. Kwa nini sisi lifestyle tumerisi kwa wazazi wetu, lakini wazazi wetu mpaka umri wao pengine au pengine washafika mbele ya haki hawajafa na sukari, lakini kwa nini sisi tumepata sukari? Sababu ni moja tu. Lifestyle yako ukiichunguza na lifestyle ya wazee wako, upo uwezekano 50% ni tofauti. Wewe umefanya modification ya lifestyle yako. Upo uwezekano wazazi wako wakakuwa hapo active katika shughuli zao za kila siku, wewe haupo active katika shughuli zako za kila siku. Upo uwezekano wazazi wako walikuwa wakishiriki katika mazoezi ama wanafanya kazi za kuwatoa jasho, wewe hufanyi hizo kazi. Lifestyle ni ile ile, tofauti ni hiyo ndogo tu. Mfano mzuri, sasa hivi kumeingia bodaboda. Maana yake mtu atalokuwa hana uwezo wa kuwa na gari yake,
basi ana sababu nyingi hawezi kutembea kwa miguu. Kipande kidogo tu, ana 1000 yake, anapanda bodaboda, anatembea. Wakati kipande hicho kidogo zamani wazazi wake walikuwa zaidi ya kipande hicho kidogo walikuwa wanatembea kwa miguu. Kwa maana lifestyle ya miaka 10 nyuma, hata kama tumerisi kwa wazazi wetu, ni tofauti na lifestyle ya maisha ya sasa hivi. Maana yake lifestyle ya umri wa Kikwete, kipindi cha Kikwete, ni tofauti na lifestyle ya kipindi hichi cha Mama Samia. Kwa maana hiyo mambo haya ya lifestyle, kutokana na lifestyle tunarisi kwa wazazi wetu pamoja na genetic predisposition, hii tunaiweka sukari, mtu anarithi kutoka kwa wazazi wake. Na jambo jingine ni uelewa. Uelewa finyu tulikuwa tunao inasababisha vile vile mtu kupata sukari. Kujirithisha. Mtu kipindi tangu anasoma, familia yake, uwezo wake wa kawaida, ye pengine kajikweza kidogo tu anayaektia maisha. Pengine position yake kawa mwalimu tu, anaona nikitembea kwa miguu wanafunzi wangu watanidisvalue. Uelewa umekuwa finyu, uelewa mdogo. Hali ya kuwa anatakiwa atembee kwa miguu sehemu ambazo za kwenda kwa miguu, halafu yeye awe mwalimu kuwasomesha wale wanafunzi wake. Kuwa kutembea kwa miguu ni afya, sio umasikini wala si udhalili. Sasa na uelewa finyu wa hili jambo vile vile linapelekea mtu kupata hii changamoto ya kisukari. Sasa hivi watu tunawapata wenye changamoto ya kisukari, wingi wao mpaka mimi mwenyewe imenishangaza. Maana yake watu wakihitaji kufanya research, wakija kwangu mimi nitapa documentation zilizokuwa is very fantastic. Umri wa miaka 30 hadi 40 ndo wingi sasa hivi. Wakati miezi 6 ya nyuma tu walikuwa wakija kuanzia miaka 45 kuendelea juu. Imagine miaka 45 kuendelea juu, miezi 6 ya nyuma. Sasa hivi walio wingi miaka 30 kwenda juu. Mpaka inanishangaza. Na wapo wawili watatu miaka 20. Maana yake 26, 27, 28. Yaani nashangaa wewe una miaka mingapi? 26. Una type 1, type 2, type 2. Kwa nini una type 2 namuuliza? Anaambia mmeambiwa hospitali. Unatumia dawa gani? Natumia dawa hii na hii. Sukari yako iko ngapi? Iko kadhaa wa kadhaa. Maana yake kutokana na vielelezo vyake ana sukari type 2 na umri wake mdogo sana. Na still hana hata kazi. Maana yake angalau upate sukari type 2 tuseme kazi zako za ofisini tangu asubuhi mpaka jioni. Hata kazi hana. Lakini ana sukari type 2. Maana yake kukosa elimu kwa kiwango cha mwisho kabisa. Kwa maana kukosa uelewa hili jambo mtu anasababisha kupata sukari. Lifestyle kurisi kwa wazazi wetu ama kujirithisha vile vile anapata changamoto ya kisukari, na vile vile genetic predisposition. Ikiwa katika familia yako ile changamoto ya kisukari ilipo, basi una nafasi na wewe kupata kisukari. Hii kwa tayari ushapata kisukari, maana yake jua kuwa watoto wako wana nafasi kupata kisukari. Maana yake anza kuelimisha na mapema. Ukifanya hivyo utakuwa umejiokoa